Mashariki ya Kati na Asia ya Kusini zimeingia katika hatua mpya ya ushindani wa nguvu za kijeshi baada ya Saudi Arabia, Uturuki pamoja na Pakistan kusaini kile kinachojulikana kama Mecca Joint Defense Agreement au Mecca Defense Pact mjini Mecca tarehe 7 Agosti mwaka huu. Mkataba huu umevuta hisia kubwa kwa sababu unaunganisha nchi tatu zenye uwezo mkubwa, uwezo tofauti lakini muhimu sana kimkakati. Saudi Arabia ina utajiri mkubwa wa mafuta na nafasi muhimu katika Ghuba ya Uajemi. Uturuki ina moja ya majeshi makubwa zaidi ndani ya NATO pamoja na sekta yake inayokuwa kwa kasi ya uzalishaji wa silaha. Pakistan nayo ina jeshi kubwa na ndio nchi pekee yenye silaha za nyuklia miongoni mwa nchi hizo tatu. Kipengele kinachofanya mkataba huu kuwa wa kipekee ni ahadi kwamba shambulio la kijeshi dhidi ya mmoja wa wanachama litachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya wote watatu. Hilo linafanana kwa kiasi fulani na kanuni ya Article 5 ya NATO, ingawa bado ni mapema kuuita muungano huu NATO ya Kiislamu kwa maana kamili. Lakini swali kubwa ni hili, je, Mecca Defense Pact ni mwanzo wa muungano mpya wenye nguvu za kweli au ni ujumbe wa kisiasa unaolenga kuonyesha kwamba nchi hizi hazitaki tena kutegemea nguvu za nje pekee kwa usalama wao? Kwa lugha rahisi, Mecca Defense Pact ni makubaliano ya ulinzi wa pamoja kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan. Maana yake ni kwamba nchi hizi zimekubali kuongeza ushirikiano wao katika masuala ya ulinzi na kujenga uwezo wa pamoja wa kuzuia mashambulizi dhidi ya wanachama wake. Ikiwa nchi moja itashambuliwa, shambulio hilo litatambuliwa kama jambo linalowahusu wanachama wote. Hii haimaanishi kwamba kila shambulio litasababisha moja kwa moja majeshi yote matatu kwenda vitani siku hiyo hiyo. Hilo ndilo jambo muhimu sana kuelewa. Mkataba unatoa msingi wa kisiasa na kimkakati wa kuitikia tishio, lakini namna ya kuitikia, ukubwa wa msaada na aina ya operesheni bado ni mambo ambayo yatahitaji mifumo ya utekelezaji. Ndiyo maana wachambuzi wameuelezea kama hatua ya kuelekea muundo wa ulinzi wa pamoja, lakini bado kuna tofauti kubwa kati ya kuwa na mkataba wa kisiasa na kuwa na muungano wa kijeshi unaolinganishwa kikamilifu. Sababu ya kwanza ya kuundwa kwake ni mabadiliko ya mazingira ya usalama katika Mashariki ya Kati. Kwa miaka mingi, Saudi Arabia imekuwa ikitegemea kwa kiwango kikubwa ushirikiano wa kijeshi na Marekani. Lakini vita na migogoro ya miaka ya hivi karibuni zimeongeza mjadala kuhusu kama mataifa ya eneo hilo yanaweza kuendelea kutegemea nguvu za nje pekee kwa usalama wao. Mashambulizi na migogoro inayohusisha Iran, Israel, Yemen na Ghuba yameifanya Riyadh kutafuta chaguo zaidi za kiusalama. Mkataba huu kwa hiyo unaweza kuonekana kama njia ya Saudi Arabia kuongeza bima yake ya usalama badala ya kutegemea mshirika mmoja pekee. Wachambuzi wameeleza kuwa hatua hiyo haimaanishi lazima Saudi Arabia iamue kuachana na Marekani. Inaweza kuwa ni kutafuta chaguo zaidi za kimkakati. Sababu ya pili ni Uturuki kutaka kuongeza nafasi yake katika usalama wa Mashariki ya Kati. Uturuki tayari ina uzoefu mkubwa wa kijeshi ndani ya NATO, jeshi kubwa na sekta inayokuwa kwa kasi kubwa ya uzalishaji wa silaha. Ankara imekuwa ikijaribu kujenga ushawishi wake katika Mashariki ya Kati na maeneo mengine, na muungano huu unaipa Uturuki nafasi ya kuwa sehemu muhimu zaidi ya mfumo mpya wa usalama wa kikanda. Sababu ya tatu ni Pakistan. Kwa Islamabad, mkataba huu unaongeza ushirikiano wake wa kimkakati na Saudi Arabia pamoja na Uturuki. Pia unaipa Pakistan nafasi kubwa zaidi katika siasa za Mashariki ya Kati, huku ikipanua ushirikiano wake wa kijeshi nje ya Asia Kusini. Sababu ya nne ni kujenga uwezo wa kujitegemea zaidi. Kwa pamoja, nchi hizi tatu zinaweza kuunganisha fedha na nishati kutoka Saudi Arabia, uwezo wa viwanda na kijeshi kutoka Uturuki, pamoja na nguvu kazi na uzoefu wa kijeshi wa Pakistan. Hivyo, mkataba huu si kuhusu vita pekee. Pia, unaweza kuwa mwanzo wa ushirikiano mpana katika uzalishaji wa silaha, mafunzo, teknolojia, ujasusi, anga, ulinzi wa makombora na usalama wa baharini. Umuhimu wa kwanza wa mkataba huu ni deterrence, yani kuzuia adui kushambulia kwa kumfanya amini kwamba gharama ya shambulio itakuwa kubwa zaidi. Kabla ya mkataba huu, nchi inayotaka kuishambulia Saudi Arabia ingeweza kuhesabu zaidi uwezo wa Saudi Arabia na washirika wake. Sasa inabidi zingatia uwezekano wa kuhusisha Uturuki pamoja na Pakistan. Hii haimaanishi kwamba nchi hizo tatu zimekuwa jeshi moja, lakini hata uwezekano wa msaada wa kijeshi kutoka kwa wanachama wengine unaweza kuongeza gharama ya kufanya mashambulizi. Umuhimu wa pili ni kwamba muungano huu unaunganisha maeneo mawili muhimu sana duniani, Mashariki ya Kati na Asia ya Kusini. Saudi Arabia
iko katikati ya njia muhimu za nishati na biashara duniani, wakati Pakistan iko karibu na bahari ya Arabia na njia za kuelekea Asia ya Kati, China na bahari ya Hindi. Uturuki nayo inaunganisha Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati. Kwa hiyo muungano huu una nafasi ya kuwa na umuhimu mkubwa kuliko eneo la Ghuba peke yake. Umuhimu wa tatu ni uwezo wa wanachama wake wenyewe. Saudi Arabia ina rasilimali kubwa za fedha na nishati. Uturuki ina uwezo mkubwa wa kijeshi na viwanda vya ulinzi, huku Pakistan ikiwa na jeshi kubwa na uwezo wa kinyuklia. Hata hivyo, ni muhimu kutenganisha ukweli na dhana. Mkataba huu haujathibitisha hadharani kwamba Pakistan imeahidi Saudi Arabia mwamvuli wa nyuklia. Hilo limekuwa suala la mjadala tangu mkataba wa Saudi-Pakistan wa mwaka 2025, lakini si jambo tunalopaswa kulichukulia kama kipengele kilichothibitishwa cha mkataba mpya bila ushahidi rasmi. Mecca Defense Pact ina udhaifu mkubwa kweli kweli. Pamoja na nguvu zake, mkataba wa Mecca Defense Pact una udhaifu mkubwa kweli kweli. Udhaifu wa kwanza ni kutokuwepo kwa mfumo uliokomaa wa command and control. NATO ina mfumo mkubwa wa kijeshi wenye vituo vya amri, mipango ya pamoja, mazoezi ya mara kwa mara, taratibu za pamoja na mifumo ya mawasiliano inayounganisha majeshi yake. Mecca Defense Pact bado haina kiwango hicho cha muunganiko. Kwa sasa ni mkataba unaoweka msingi wa ushirikiano, lakini bado kuna kazi kubwa ya kujenga mfumo wa kijeshi unaoweza kufanya kazi kama chombo kimoja. Udhaifu wa pili ni tofauti za maslahi ya kitaifa katika nchi hizo tatu. Saudi Arabia inaangalia zaidi usalama wa Ghuba, Iran, Yemen na ulinzi wa miundombinu yake muhimu. Uturuki ina changamoto zake katika Syria, Iraq, Mashariki ya Mediterranean na mipaka yake ya ndani. Huku Pakistan kwa upande mwingine inaangalia zaidi India, Afghanistan na usalama wa Asia ya Kusini. Kwa hiyo, swali linalokuja ni kwamba ikiwa Pakistan itashambuliwa na India, je, Saudi Arabia na Uturuki ziko tayari kuingia kwenye mgogoro huo? Na je, ikiwa Saudi Arabia itashambuliwa na Iran, Pakistan iko tayari kwa kiwango gani kuhusika katika mgogoro huo? Na hapo ndipo nguvu halisi ya mkataba huo utakapopimwa. Udhaifu wa tatu ni umbali wa kijiografia. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan hazipo katika eneo moja. Kusafirisha askari, ndege, silaha na vifaa kutoka nchi moja kwenda nyingine wakati wa vita kunaweza kuwa changamoto kubwa. Pungufu kubwa zaidi ni kwamba mkataba bado haujaonyesha kwa uwazi kila hatua ambayo itachukuliwa baada ya shambulio. Katika NATO, Article 5 inasema shambulio dhidi ya mmoja linachukuliwa kuwa shambulio dhidi ya wote, lakini kila mwanachama huamua hatua anayoamini ni muhimu zaidi. Mecca Defense Pact nayo inahitaji mifumo ya utekelezaji itakayofafanua namna ahadi hizo zitakavyotekelezwa. Pia kuna suala la interoperability, yani uwezo wa majeshi ya nchi hizi kufanya kazi pamoja bila matatizo makubwa. Uturuki hutumia mifumo mingi ya silaha za NATO na imejenga sekta yake ya ndani ya ulinzi. Huku Saudi Arabia pia ina mchanganyiko mkubwa wa silaha kutoka Marekani na nchi nyingine. Pakistan nayo ina mchanganyiko wa mifumo kutoka China, Marekani na wazalishaji wengine. Kuchanganya mifumo hiyo katika jeshi moja la pamoja si jambo rahisi. Pia kuna suala la siasa. Muungano huu unaweza kutafsiriwa na Iran kama hatua ya kuzungukwa kimkakati. India pia tayari imeanza kuchunguza athari za mkataba huo kwa usalama wake wa taifa na utulivu wa kikanda. Kwa hiyo, badala ya kupunguza mvutano, mkataba huu unaweza katika mazingira fulani kuongeza mashindano ya silaha. Iran ndiyo moja ya nchi ambazo zitafuatilia mkataba huu kwa karibu zaidi. Sababu ni rahisi. Saudi Arabia na Iran zimekuwa na historia ndefu ya ushindano wa kimkakati katika Mashariki ya Kati. Ingawa uhusiano wao umejaribu kuboreka katika miaka ya hivi karibuni, uwepo wa muungano unaounganisha Saudi Arabia, Uturuki pamoja na Pakistan unaweza kubadilisha hesabu za usalama za Tehran. Hata hivyo, si sahihi kusema moja kwa moja kwamba mkataba huu umetengenezwa kwa ajili ya kuishambulia Iran. Viongozi wa Uturuki wamejaribu kuelezea kama muungano wa kujilinda, si muungano unaolenga nchi fulani. Lakini katika siasa za kijeshi, mara nyingi kile ambacho muungano unaweza kufanya huwa muhimu zaidi kuliko kile inachosema inakusudia kufanya. Kwa Marekani, mkataba huu ni ishara kwamba washirika wake katika Mashariki ya Kati wanataka kuongeza uwezo wao wa kujilinda bila kutegemea Washington peke yake. Hii haimaanishi mwisho wa ushawishi wa Marekani katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, Marekani inaweza hata kufaidika ikiwa washirika wake wataanza kubeba sehemu kubwa zaidi ya mzigo wa ulinzi.
Lakini kama Mecca Defense Pact itakuwa na kuwa mfumo mkubwa wa kijeshi, Marekani inaweza kukutana na mazingira ambayo usalama wa Mashariki ya Kati hautegemei tena Washington kama mhimili mkuu pekee. India ina sababu maalum za kuutazama mkataba huu kwa tahadhari kubwa. Pakistan ni mshiriki wa muungano huu na India ina historia ndefu ya migogoro na Pakistan. Hata hivyo, Saudi Arabia na Uturuki zina uhusiano mpana na India katika biashara, nishati pamoja na diplomasia. Hivyo, New Delhi haitotaka kuharibu mahusiano yake na nchi hizo kwa sababu ya Pakistan. Lakini India tayari imesema inachunguza athari za mkataba huo kwa usalama wake na utulivu wa kikanda. Hii inaonyesha kwamba athari za Mecca Defense Pact hazitaishia Mashariki ya Kati, zinaweza kufika moja kwa moja Asia ya Kusini. China kwa upande wake inaweza kuwa mshiriki muhimu kwa njia isiyo ya moja kwa moja. China ina uhusiano mkubwa na Pakistan pamoja na Saudi Arabia, huku pia ikiwa na nafasi katika diplomasia ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo, Beijing inaweza kuona muungano huu kama fursa ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, teknolojia na ulinzi na mwanachama wake. Lakini China pia haitataka kuona Mashariki ya Kati ikiingia kwenye mashindano mapya makali ya kijeshi ambayo yanaweza kuhatarisha biashara na usafirishaji wa mafuta duniani. Athari za mkataba huu zinaweza kufika Afrika, hasa katika pembe ya Afrika na bahari ya Shamu. Saudi Arabia iko karibu sana na bahari ya Shamu, wakati Pakistan ina nafasi katika bahari ya Hindi na Uturuki imekuwa ikiongeza ushawishi wake katika maeneo mbalimbali ya Afrika. Ikiwa nchi hizi tatu zitaongeza ushirikiano wa kijeshi na baharini, inaweza kuathiri usalama wa njia za biashara katika Asia, Mashariki ya Kati pamoja na Afrika. Kwa nchi kama Kenya, umuhimu wake unaweza kuonekana kupitia usalama wa bahari ya Hindi, biashara ya kimataifa na bei ya mafuta. Sasa swali linakuja, je, hii ni NATO ya Kiislamu? Jina hili limetumika sana kueleza mkataba huo, lakini linapaswa kutumiwa kwa tahadhari. Kwa sasa, Mecca Defense Pact haijafikia kiwango cha NATO. NATO ina zaidi ya miongo 7 ya historia, taasisi za kudumu, mifumo ya amri, bajeti kubwa, mazoezi ya pamoja na miundombinu ya kijeshi iliyounganishwa. Mecca Defense Pact bado iko katika hatua ya mwanzo zaidi. Kwa hiyo, jina sahihi zaidi ni kusema kwamba ni hatua ya kuelekea mfumo wa pamoja wa usalama wa kikanda badala ya kusema tayari imekuwa NATO ya Kiislamu. Wachambuzi pia wameonya kwamba mkataba huo bado unahitaji command structures, doctrines na mifumo ya ulinzi iliyounganishwa ili uwe muungano wa kijeshi wenye uwezo kamili. Mustakabali wa Mecca Defense Pact utategemea kile ambacho nchi hizi zitafanya baada ya kusaini. Ikiwa zitaanza kufanya mazoezi makubwa ya pamoja, kubadilishana taarifa za kijasusi, kuunganisha mifumo ya ulinzi wa anga, kuanzisha command center ya pamoja, kufanya patrol za pamoja na kushirikiana katika uzalishaji wa silaha, basi mkataba huu unaweza kukua na kuwa muungano mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Na ikiwa utabaki kwenye mikutano ya viongozi, taarifa za kisiasa na ahadi zisizo na mfumo wa utekelezaji, unaweza kubaki kuwa ishara ya kisiasa yenye nguvu lakini uwezo mdogo wa kijeshi. Hatua nyingine muhimu itakuwa kuona kama nchi nyingine zitaalikwa. Ikiwa mataifa kama Misri, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu au nchi zingine za Kiislamu zitaanza kujiunga, ukubwa wa muungano huu unaweza kubadilika kabisa. Lakini upanuzi huo pia utakuwa changamoto kubwa. Kadri wanachama wanavyoongezeka, ndivyo maslahi yao yanavyoweza kutofautiana. Zaidi ya yote, Mecca Defense Pact ni zaidi ya makubaliano ya kawaida ya kijeshi. Ni ishara ya mabadiliko yanayoendelea katika mfumo wa usalama wa Mashariki ya Kati na Asia ya Kusini. Saudi Arabia inaleta nguvu za kifedha, nishati na nafasi yake ya kimkakati. Uturuki inaleta jeshi kubwa, uzoefu wa NATO na uwezo unaokuwa wa viwanda vya silaha, huku Pakistan ikileta jeshi kubwa, uzoefu wa kijeshi na uwezo wa kimkakati wa kiwango cha juu. Ukiunganisha uwezo huu, unapata muungano ambao hauwezi kupuuzwa. Itapimwa siku ambayo mmoja wao atakabiliwa na tishio kubwa na dunia iangalie kama wale wengine wawili watasimama pamoja na yeye. Hapo ndipo tutajua kama Mecca Defense Pact ni mwanzo wa nguzo mpya ya nguvu duniani au ni mkataba mwingine wa kisiasa ambao ulizaliwa wakati wa mgogoro lakini ukashindwa kugeuka kwa muungano wa kijeshi wenye uwezo mkubwa na uwezo wa kweli. Kwa sasa, jambo moja liko wazi. Mashariki ya Kati inaanza kujenga mfumo wake wa usalama na Mecca Defense Pact inaweza kuwa moja ya nguzo muhimu za mfumo huo.